Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu mahali popote ulipo, na kusalimu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikukaribishe kwenye ibada ya siku ya Alhamisi hii, ikiwa imebeba maombi ya ukombozi wa miguu kwa ujumla, tukizungumza kwa habari ya visigino, lakini pili tukijua kwa habari ya uthamani wa kisigino chako, uthamani wa kisigino chako. Kwa hiyo tutakuwa na maombi makubwa hapa, lakini pili tutazungumza na tutajifunza kwa habari ya aina ya marafiki tulionao kwenye maisha yetu. Ndugu jamaa zetu wametuathiri kwa kiwango gani? Wamekuwa sababu ya sisi kufeli kimaisha kwa kiwango gani? Kama vile ambavyo neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Yeremia 13 ule mstari wa 20 hadi 23, anazungumza jinsi ambavyo wale watu walitoka mbali wakaja Yerusalem, lakini Yerusalem wakapokelewa. Walivyopokelewa Yerusalem, wakasababisha maumivu ndani ya Yerusalem. Kwa nini? Yerusalem iliwafundisha. Baada ya wao kufundishwa, wakaja wakawazunguka Yerusalem, wakawageuka, na walipowageuka wakawa sababu ya Yerusalem kuwa na maumivu kwenye visigino vyake. Kwa hiyo tutashughulika na kila aina ya mtu aliye karibu na wewe asiye sahihi, anayesababisha wewe kupita kwenye maumivu, anayesababisha wewe kulia, anayesababisha ndoa yako kuharibika, anayesababisha biashara yako kudorota na biashara yako kushuka chini, na aliyesababisha wewe kuingia kwenye roho ya madeni, wewe kuingia kwenye roho ya umasikini, tutamshughulikia. Lakini pili, tutashughulika na uzao wa nyoka. Kwa nini tushughulikie uzao wa nyoka? Kwa nini? Kwa sababu uzao wa nyoka uliambiwa utagonga visigino uzao wa mwanamke. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza miliki zao, mamlaka zao, utawala wao, nyota zao. Wamepoteza siku zao za kuishi. Yamkini unanisikiliza mahali popote ulipo, unahesabu siku. Hujui kama utashinda leo, hujui kama utamaliza huu mwezi, hujui kama utamaliza huu mwaka. Unahisi kama vile utakufa muda wowote. Mimi nikwambie tu ukweli, majira ya ukombozi wako ni huu wa sasa. Alhamisi hii usipange kukosa. Kwa nini? Kwa sababu tutawashughulikia. Kama vile Dani tuliona katika kitabu cha Mwanzo, Dani alikuwa amebeba roho ya nyoka na alikaa barabarani kuhakikisha anagonga visigino vya farasi. Farasi kama biashara, farasi kama ndoa, farasi kama kazi. Farasi wako ni yupi aliyogongwa kisigino mpaka akaanguka chini? Umeanguka kwenye ndoa, umeanguka kibiashara, umefeli kwenye maisha hayaendi, ndoto zako zimeharibika. Uwezo wa ndani ni ndoto. Uwezo wa ndani nini? Ni kipawa chako. Labda saa hii ulikuwa mfanya biashara, saa hii umeacha kufanya biashara. Ulikuwa mkulima mzuri, ulikuwa mfugaji mzuri, ulikuwa mfanyakazi mzuri, sasa umekata tamaa, hautamani tena kuendelea na hiyo kazi. Nikupe tu ukweli, Mungu anakutafuta na anataka kurejesha uwezo wako, anataka kurejesha nguvu zako. Mungu anatafuta watu ambao watakaosimama ndani ya taifa hili la Tanzania na nje ya taifa hili, watakaosimama na wakawa watu wakubwa, wakawa matajiri wakubwa, wakawa wafalme, wakawa watu wasiowezekanika, wasiologeka, wasiochawika, na watu wengine wakajifunza kwao. Mimi nikuombe usipange kukosa Alhamisi hii. Tutakuwa na vipengele vingi vya maombi. Alhamisi tutadili sana na maombi. Wahi mapema ndani ya ukumbi wa Radio Safina, uje ukutane na Mungu kuhakikisha kwamba anahusika na maisha yako. Kama Waisraeli wameshinda vita vyao, kama Waisraeli walipewa mbinu na Mungu, walipomkaribia Mungu, Mungu aliwapa mbinu jinsi ya kuwakabili maadui, na sisi Alhamisi hii tutaenda kuwakabili maadui wote waliosimama mbele yako, waliosababisha wakakuwekea Yeriko. Kuna maadui wamekuwekea ukingo
kizuio, wamekuwekea ukuta, wamekuchorea mistari kwamba hautavuka hapa, hautashinda. Iwe ni roho za miungu ya kwenu, iwe ni roho za mizimu, iwe ni roho za kichawi, watu walio kinyume na ndoto zako, walio kinyume na kipawa chako, Mungu atawashughulikia. Tukutane ndani ya ukumbi wa Radio Safina. Mimi nikushukuru.